Basi tunaendelea na tulipoishia. Kijana Kauzu baada ya kuona kwamba hakuna mtu yote anayejitokeza kwenda kuchukua koti lake, aliamua kwenda kujificha. Ghafla koti likadondoka pasipo yeye kujua. Lakini yeye aliendelea na safari yake kwenda kujificha ili kuwasubiri hao wezi. Huku kwa upande wa majini, yale majini yanaendelea kumshawishi Lozi ili aweze kubaliana nao. Ghafla ikatokea kipochi chenye hela ambacho alitakiwa kukabidhiwa Lozi kwenda kukiweka njia panda pamoja na dawa ambayo ataichukua kwa mganga. Basi akapewa maelekezo kwamba anatakiwa akatafute mganga kijana ambaye alikuwa anaishi katika mtaa wa pili kutoka pale ili aweze kumsaidia. Basi huku kwa yule dada aliendelea kumhudumia mdogo wake ili aweze kupona kutokana na sumu ya nyoka, lakini hali ilizidi kuwa mbaya sana. Basi dada yule alizidi kuchanganyikiwa zaidi baada ya kuona hali ya mdogo wake inazidi kuwa mbaya kutokana na sumu kali sana ya yule nyoka. Aliondoka pale nyumbani akawa amechanganyikiwa. Basi wale majini wakaendelea kumshawishi dada Lozi, wakamwambia kwamba anatakiwa kwenda katika mtaa wa pili kule mbele ambapo alikuwa anapatikana kijana mmoja ambaye alikuwa ni mganga wa kienyeji ambao huyo angeweza kuipata ile dawa ya kuweza kuchanganya na zile fedha. Kule kwa upande wa kijana Kauzu aliendelea kujificha akiwa anawasubiri wale wezi kwa hamu kubwa sana, akiamini kuwa wale wezi lazima watarudi tu kuchukua koti lao na yeye awaonyeshe cha mtema kuni. Kwa hiyo aliwasubiri kwa hamu kubwa sana. Basi kule kwa yule dada Mary aliendelea kuchanganyikiwa kwa sababu ya hali mbaya ya mdogo wake. Alichanganyikiwa kwa sababu alikosa msaada. Alienda huku na huku akajiuliza afanyeje ili aweze kumsaidia mdogo wake aweze kupona. Akawaza sana kwa sababu hata hela kumpeleka hospitali alikuwa hana, na kutoka hapo mpaka hospitali palikuwa ni mbali sana. Basi yule dada akazidi kuchanganyikiwa maskini. Akasema mimi nitabaki na nani hapa kwenye hii dunia? Mimi nimezaliwa na mdogo wangu mmoja tu peke yake na ndo huyu kipenzi changu, na wazazi wetu wameshafariki. Mimi nitaishi vipi bila kuwa na mdogo wangu? Basi dada Mary akazidi kuchanganyikiwa zaidi, akaenda huku na huku akiwa amechanganyikiwa kabisa. Basi hali ilikuwa mbaya sana. Basi kule polini kijana Kauzu aliendelea kuwasubiri wale watu wasiojulikana ambao wamemvamia katika shamba lake, kwamba kama ataweza kuwaona basi watamtambua, maana alikuwa ameshika lungu kubwa sana akiamini kwamba akijitokeza tu ataweza kupambana nao. Basi aliendelea kuwasubiri huku akiwa anaongea kwamba hawa watu leo watanikoma. Sijali watakuwa wangapi, lakini wataniambia kwa nini wamevamia katika shamba langu na kuingia kwenye kibanda changu na kuweza kuwasha moto na kuacha koti lao. Yaani wanajiamini kiasi gani? Basi endelea kuwasubiri kwa hamu kubwa sana huku ameshika lungu, lakini wapi. Muda ukasogea, mwisho wa siku akachoka sana kuwasubiri, ikabidi arudi. Ghafla akashangaa ile koti lilikuwa hapo chini limejinyanyua lenyewe na kupanda juu likajitundika. Akajaa na wasiwasi, akajiuliza, hivi hawa watu ni watu gani? Basi kule yule dada Lozi aliendelea na safari kwenda kumtafuta yule mganga aliyeambiwa. Akaenda mpaka kijiji cha pili kabisa, lakini hakuweza kumuona. Akaenda huku na huku akiulizia kwamba yule mganga atakuwa sehemu gani, lakini hakuweza kabisa kubahatika kumuona. Basi alizidi kuhangaika katika mtaa wa kwanza, mtaa wa pili, lakini hakuweza kumpata. Kule kijana Kauzu alipata mshtuko baada kuna koti limejirudisha juu likajitundika. Akajiuliza, hivi hili koti na aina gani? Na watu ni watu aina gani? Mbona siwaelewi? Mara koti lianguke, mara koti lijirudishe juu, na hawa watu watakuwa wapi? Au hawa watu ni wachawi? Basi kama ni wachawi atanikoma. Kule dada Lozi aliendelea kuangalia mtaa kwa mtaa akijaribu kutafuta nyumba ya yule mganga ambaye alielekezwa kwamba kaibe ile dawa, lakini hakuweza kumpata. Akaenda tena mtaa mwingine akajaribu kuulizia, lakini wapi, hakuweza kumpata yule mganga ambaye alielekezwa kwamba pale ndio atakapopata ile dawa ya kuchanganya na zile pesa. Ghafla akakutana na kijana mmoja ambaye alikuwa anaitwa Voni, akamuuliza, "Kwa mganga ni wapi?" Kule polini kijana Kauzu naye aliendelea kuhangaika huku na huku, akajiuliza akasema, sasa watu kama wananichezea akili, sasa mimi ndio kiboko. Mimi naitwa Msopogazi, kijana shupavu kabisa ambao nitaweza kupambana nao. Basi kule kwa dada Lozi alivyokutana na yule kijana Voni akajaribu kumuuliza kwamba jamani, mimi nilipo hapa kuna kijana mmoja namtafuta ambaye ana sifa za uganga katika huu mtaa. Vipi naweza nikampata wapi? Basi kijana Voni akamwambia, katika huu mtaa kuna waganga wengi sana. Sasa wewe unahitaji mganga aina gani? Akaambia, bwana mimi kuna mganga mmoja ambaye ni kijana hivi anaishi na mdogo wake wa kiume ambaye ndio anaishi kama waganga. Basi katika lile poli na ule msitu, basi yule kijana Kauzu akiwa katika hali ya kujiamini kabisa akasema, sasa hapa hawa mimi nitaweza kupambana nao kabisa. Ngoja sasa, sio najifanya wajanja, mimi na nguvu za kutosha na uwezo kupambana nao. Haijalishi watakuwa ni watu, watakuwa ni wajini, watakuwa ni wachawi, mimi nitapambana nao na hili koti sasa kuonyesha umwamba mimi nalivaa.
basi kule dada Rose aliendelea kumuuliza yule kijana ili aweze kumuelekeza kwamba mahali ambapo yule mganga anapatikana. Basi yule kijana Voni akamwambia, wewe, katika mtaa waganga wako wengi. Ni kweli kabisa, katika ule mtaa kulikuwa na mganga mmoja ambaye alikuwa anaitwa Menti. Huyo mganga basi alikuwa anaishi na mdogo wake wakiwa katika shughuli zao za hapa na pale za kutengeneza uganga wao ili uweze kudumu zaidi. Basi akaja mdogo wake na kuanza kupiga naye story. Na ndiye alikuwa na ile dawa. Kule polini kijana Kauzu akaona sasa hapa hawa watu wasintanie. Hapa mimi naenda kulala humu kwenye hiki kibanda waniwasubiri. Rose aliendelea kumuuliza Voni juu ya mahali ambapo yule mganga anapatikana. Basi kijana Voni akawa anamzungusha tule dada kwa sababu alikuwa anaonekana dada mrembo kabisa. Mwisho aliamua kumuelekeza mahali ambapo mganga anapatikana. Basi kule kwa mganga yeye na mdogo wake waliendelea kupiga stories hapa na pale wakiwa wanajadiliana namna gani kuweza kuongeza uganga wao ili wazidi kuheshimika zaidi pale kijijini. Basi Voni akaona ni vyema mwelekeze yule Rose mahali ambapo mganga anapatikana. Akamwambia basi ni ule mtaa wa pili pale, ukinyosha moja kwa moja hii barabara ukapita ile miembe pale, utakutana na njia inakatiza kushoto. Lakini baada ya kuona maelekezo yamekuwa mengi, akaona bora ni vyema tu amsindikize huyo mrembo mpaka kwa mganga. Kule kwa mganga, yule mganga na mdogo wake waliendelea na mazungumzo hapa na pale wakijadiliana namna ya kufanya ili waweze kukuza uganga wao. Lakini yule mganga mkubwa akamwambia mdogo wake, nenda kachukue ndani, uchukue panga uweze kulishika na kulipeleka kwenda kuliosha dawa. Basi Voni na ule binti Rose waliendelea na safari kuelekea kwa mganga, wakanatembea huko napiga stories hapa na pale kwa sababu ule binti alikuwa ni mrembo na pia Voni alikuwa ni mcheshi sana. Basi wakaendelea kupiga story huko wakitembea na kubadilishana mawazo hapa na pale. Akawa anamuuliza, hivi kwa mganga unafuata nini huko? Basi ule binti akajaribu kumficha, akamwambia, bwana, mimi na matatizo mengi sana ya kiafya, hivyo nahitaji kupata dawa ya kutoka kwa mganga wa kienyeji ili iweze kunitibisha kwa sababu mimi nimezoea sana kutumia dawa za kienyeji. Basi Voni akanatembea huko anapiga stories hapa na pale, anajieleza vizuri sana ili dada aweze kumuelewa kwa sababu kale dada kalikuwa ni kalembo kweli kweli. Basi stories zilinoga kweli kweli. Basi kule kwa mganga, yule mganga mdogo wake wakaendelea kupiga stories hapa na pale wakiwa wanajadili nini cha kufanya. Basi yule mganga akamwambia mdogo wake, bwana, sisi hapa kijijini tunatakiwa tupate heshima kubwa sana, tunatakiwa tuheshimike mno, hivyo basi tunatakiwa tuongeze nguvu za uganga wetu. Basi Rose huko njiani aliachana yule kijana Voni, akawa anatembea peke yake elekea kwa mganga. Basi alipokaribia akaanza kunyata taratibu kabisa kuweza kuvizia ili mganga kitoka tunaweza kuingia kwenye kibanda na kuweza kuiba ile dawa aliyoelekezwa na wale majini. Basi mganga na mdogo wake waliendelea kupiga story, baadaye mdogo wake amua kuondoka, akabaki mganga peke yake, akaenda kuchukua panga. Basi Rose akiwa amejibanza pale kwa nasikia kila kitu na akawa anavizia ili wakiondoka wote basi aweze kuingia kwenye ile banda na kuweza kuiba dawa. Yule kijana akaingia ndani kushika panga, ghafla akapigwa na shoti sana. Kumbe ile panga ilikuwa na dawa kali ambayo mganga alikuwa ameiweka muda huo, lakini yule kijana ambaye ni mdogo wake alikuwa ameshika panga bila kujua kwamba hilo panga lilikuwa lina dawa. Na bahati mbaya sana na yule mganga alikuwa ameshasahau kwamba ile panga alikuwa ameshaliwekea dawa, ilikuwa imebaki kulichukua tu na kwenda kuliosha kisha mambo mengine yaweze kuendelea. Basi yule Rose aliendelea kuwavizia wale waganga ili aweze kupata nafasi ya kutoka, yeye aweze kuingia ndani na kuiba ile dawa aliyoelekezwa. Basi yule mganga Menti akawa anamuelekeza mdogo wake, akamwambia, bwana, pole sana, ili panga nilikuwa nimeliwekea dawa lakini nisahau kukwambia kwamba ilikuwa na dawa, lakini bahati nzuri hujaweza kuumia, lakini pia hili panga ndio amali kubwa kabisa hiki kijiji kuzuia watu wabaya wasiweze kuingia na kuweza kuleta madhara ndani ya hiki kijiji. Kwa hiyo basi tunatakiwa kulilinda kwa nguvu zetu na maarifa makubwa kabisa. Basi kijana Menti akawa anaweka dawa kwenye ile panga ili waweze kulinyanyua, waweze kuelekea msituni kwa ajili ya kutafuta dawa na kuweza kuweka ulinzi mkubwa kabisa katika kijiji ili majini na watu wabaya wasiweze kuzuru ndani ya hiki kijiji. Basi walivyomaliza kuweka dawa, Menti akaweza kulinyanyua ile panga bila shida yoyote na kuweza kumwambia mdogo wake kwamba unatakiwa makini sana na wewe unauliza vitu kabla hujafanya. Basi yule binti Rose baada ya kuona wale waganga wameweza kutoka, aliweza kunyata taratibu kabisa na kuweza kujisogeza karibu kabisa na kile kibanda ili aweze kuiba ile dawa. Basi akatembea haraka haraka huku akiwa na tahadhari kubwa na kuweza kuingia ndani ya ile banda ambapo kulikuwa na ile dawa yenye mafuta. Akaingia haraka haraka sana baada ya kuona wale waganga wametoka, akachukua pesa ambayo alikuwa ameelekezwa, kisha akafunika ile chupa kwa kutumia zile pesa, halafu akaamua kuondoka haraka haraka pasi na mtu yote kuweza kumuona. Basi kule polini mganga Menti pamoja na mdogo wake waliweza kuhisi kitu ambacho sio cha kawaida kabisa. Binti Rose baada ya kuwa amefanikiwa kabisa kuachukua yale mafuta ya ile dawa, alitoka mbio mbio na kukimbia kutoka nje ili asiweze kugundulika na kukamatwa na wale waganga. Basi akaondoka haraka. Kule wale waganga walienda kujadiliana kusema kwamba inawezekana kabisa kuna jambo ambalo sio la kawaida ambalo linaendelea kule nyumbani kwao. Tena yule mganga mkuu Menti akawa amepata hisia kali kwa sababu yeye alikuwa na uwezo mkubwa, akasema hapa kuna tatizo. Huku nyumbani kuna shida kubwa sana itakuwa imetokea. Basi kule polini kwa Kauzu,
baada ya kuwa amelala katika kibanda akisubiri wale wezi waweze kutokeza aweze kuwafundisha adabu, lakini mpaka kuna kucha hakuweza kuona dalili ya kuwepo kwa mtu aina yoyote, na alikuwa amelala pale kwa muda mrefu sana tangu jioni ya jana yake. Alijikuta akijitamba kwamba kumbe wanamuogopa, maana wasingekuwa wanamuogopa wasingeogopa kuja kuchukua koti lao. Basi akajiona ni kidume kweli, akasema hawa puuzi leo wangekuja wangenitambua, maana ningewanyosha barabara bila kujali kwamba ni wachawi niweza au majambazi. Basi kule polini wale waganga wakiongozwa na Menti aliweza kujadiliana na mdogo wake nini wafanye baada kuhisi kwamba kuna hali ya hatari ambayo sio ya kawaida katika kijiji. Akaamini moja kwa moja kwamba yale mafuta yatakuwa yameshachukuliwa, na kama amechukuliwa basi yatakuwa amechukuliwa na mtu mbaya kabisa, na akiingia katika mikono ya watu wabaya inaweza kuwa hatari kubwa katika kile kijiji. Kule Kauzu naye aliendelea kulalamika, kwa nini wale wezi wamwachie koti na wasirudi tena? Kama ni kumuogopa, kwa nini wamemuogopa sasa? Kama alikuwa anajiamini mpaka kuja kuwasha moto kwenye kibanda chake, kwa nini waogope kuja kurudi na kujitokeza ili wachukue koti lao? Akasema sawa, haina shida. Mwisho akachukua ile koti na kuanza kulivaa, akasema sasa kuonyesha kwamba kidume mimi nalivaa hili koti. Mganga Menti aliendelea kumwelekeza mdogo wake kwamba kijiji kiko katika hatari kubwa sana baada ya kuwa yale mafuta yamechukuliwa. Akamwambia kwamba sasa hivi wanatakiwa kupambana ili waweze kuyarudisha yale mafuta na kuweza kuweka kijiji katika hali ya usalama. Akaamua kuchora chini na kuweka dawa ili kuweza kuangalia ni wapi ambapo huyo mwizi atakuwa ameyachukua mafuta na kukimbia na hiyo dawa. Basi Menti alivyoangalia huku na huku, kwa sababu ya uwezo wake aliokuwa nao mkubwa, akasema hapa hatari ni kubwa sana. Inavyoonekana huyu mwizi ameshachukua yale mafuta na ameenda mbali zaidi. Ni kweli yule mwizi alikuwa amechukua yale mafuta na kuweza kukimbia kabisa mpaka kule kwenye barabara ya 7 ambapo alichukua pesa na ile dawa yenye mafuta akaamua kuweka barabarani ili mtu yote ambaye ni mwenye jinsia ya kike atakapokuwa amepita na kachukua ile dawa na zile pesa, basi nguvu zote za kijiji zitakuwa zimekwisha na yale majini yatakuwa na nguvu za ajabu sana na uwezo mkubwa wa kufanya lolote ambalo watataka kulifanya katika kile kijiji, ikiwa pamoja na kufanya maangamizi makubwa katika kile kijiji. Hivyo Menti alichukua dawa akamfunga mdogo wake na kumpa maelekezo kwamba hapo anatakiwa kwenda mpaka barabara ya 7 na 8 kwenda kumtafuta yule mwizi ambaye amechukua hayo mafuta na ile dawa kwa ajili ya ulinzi wa kijiji. Akasema na yeye ngoja pambane kwa nguvu zake zote waweze kuyarudisha yale mafuta pamoja na ile dawa ya kile kijiji, sababu ni hali ya hatari sana kama yataingia katika mikono ya watu wabaya na majini hatari ambao wanaweza kusababisha maangamizi makubwa kwenye kile kijiji. Basi kule Kauzu naye baada ya kuwa amelivaa lile koti alishangaa sana na kushtuka baada ya kugundua kumbe lile koti lilikuwa ni yule adui yake DK ambaye alikuwa analivaa mara kwa mara katika kile kijiji kile kipindi kabla ambapo hawajaweza kumfanyia maangamizi na kudhani kwamba wameshamuua. Hivyo basi Kauzu alibaki na hofu kubwa sana na wasiwasi baada ya kugundua kumbe ile koti la DK. Aliliangalia, akalichunguza na kuamini kabisa moja kwa moja ni la kwake. Sasa basi kwa nini limekuja katika eneo hilo kwa wakati huo? Basi kule upande wa Lozi aliendelea kusubiri huku mganga Menti na mdogo wake wakiendelea kutafakari na kujadili namna kwenda kumtafuta na kumkamata huyo mwizi kabla hajaenda kuleta madhara na kusababisha maangamizi katika kile kijiji. Basi Menti akampa maelekezo mdogo wake kwamba sasa anatakiwa kwenda kupambana ili amtafute huyo mwizi, akisha amempata na mafuta aweze kurudi mikononi mwao kabla hajaleta shida kubwa. Basi mdogo wake Menti pamoja na Menti wakaagana na kuachana, huku Menti akitafuta dawa na mdogo wake akaenda kumtafuta huyo mwizi ambaye ni Lozi. Safari kaendelea kwenda kumtafuta katika barabara ya 7, akaenda kwa haraka sana ule mdogo wake huko akiwa na wasiwasi mkubwa sana wa kuweza kumpata huyo mwizi aliyeiba mafuta ambayo ni ulinzi mkubwa sana katika kile kijiji. Alitembea kwa mwendo wa haraka sana kwa hofu na mashaka makubwa mpaka akaingia kijiji baada ya kijiji, akaenda mtaa kwa mtaa huku akifuata maelekezo ya ile dawa ambayo alifungwa mkononi na kaka yake. Basi alizidi kutembea mtaa kwa mtaa, barabara kwa barabara, hatimaye alifika mbali zaidi lakini hakufanikiwa kumuona huyo mwizi. Kule nako Lozi aliendelea kusubiri mwanamke aweze kupita na kuigusa ile dawa, lakini hakuna mwanamke aliweza kupita. Basi yule msaidizi wa mganga, mdogo wake mganga, alizidi kutembea huko akiangalia ile dawa imuelekeze mahali anaweza kumpata ule mwizi, lakini haikuwezekana. Basi Lozi baada ya kusubiri kwa muda mrefu aweze kupita mwanamke wa kuweza kuiokota ile dawa na kuigusa, lakini haikuwezekana. Watu walikuwa wanapita bila kuiona hiyo dawa na wala bila kuziona hizo. Nelipa mdogo wake mganga aliendelea kutembea kwa kasi sana, akiendelea kufuata ile njia kuelekea katika barabara ya 7 au ya 8 kwenda kumtafuta huyo mwizi ambaye ameiba hayo mafuta. Alitembea kwa spidi kali sana. Ghafla akahisi tena ile dawa kama kwenye mkono imemkaza. Kweli kulikuwa na hatari kubwa, kwani dada Mary katika tembea yake huko akiwa amechanganyikiwa baada ya kuwa mdogo wake amegongwa na nyoka, alifanikiwa kupita katika ile njia ambayo kulikuwa na fedha ambazo zimewekwa barabarani. Ghafla aliziona zile fedha pamoja na dawa ikiwa imewekwa pale.
Basi dada Mary kutokana na shida alizokuwa nazo na kuchanganyikiwa kutokana na hali ya mdogo wake, aliona hiyo ni bahati kubwa sana. Baada ya kuona mafedha yamerundikwa katika ile barabara, akaona Mungu ameniona. Nelipa mdogo wake mganga, baada ya kupata ile ishara kutoka kwenye dawa aliyofungiwa kwenye mkono kwamba kuna hatari kubwa sana, alichanganyikiwa na kuanza kuangalia huku na huku, akiamini kwamba kwa vyote vile yule mwizi hayuko mbali na mazingira hayo. Kwa hiyo aliangaza huku na huku na kutembea huku na huku akiendelea kuangalia. Basi dada Mary aliokota zile fedha na kuchukua kile kipochi kabisa chenye fedha, akaangalia huku na huku kwamba hakuna mtu ambaye atakuwa anamuona. Alifungua ile pochi na kuchukua zile fedha. Nelipa baada kuwa anaangalia huku na huku akiwa na wasiwasi na hofu kubwa sana kwamba tatizo lishakuwa kubwa sana. Basi alikuwa anaangalia huku na huku nako dada Mary aliendelea kuangalia kwenye kile pochi. Mwisho akagundua kabisa ndani ya pochi kulikuwa na dawa iliyokuwa imewekwa ndani ya chupa. Basi alichukua kile kichupa cha dawa, akakiangalia, akaona hiki hakina faida yote na mimi. Ilimradi nishachukua pesa, ngoja niweke ile pochi chini pamoja na ile dawa nitupe, kisha niondoke zangu baada ya kuwa hakuna mtu yote aliyeniona. Basi dada Mary akatupa ile pochi na ile dawa, kisha akaondoka zake na kutokomea kusikojulikana pasipo mtu yote kuweza kumuona. Ghafla ile chupa ya dawa ilisimama ikanyanyuka, hali iliyopelekea kitu cha kutisha katika eneo hilo. Mara moto mkubwa ukatokea katika ile chupa na kwenda mpaka juu kabisa mawinguni, huko giza nene na radi za kutisha vikiwa vimetanda na kutawala katika ile eneo. Ghafla sana hali ikawa inatisha mno, radi za kutisha zikawa zinapiga moto likatanda maeneo yale. Basi kule polini kijana Kauzu aliendelea kushangaa sana lile koti. Akasema huyu DK anataka kunichanganya akili au anataka na mimi kuniua kama walivyouawa wale marafiki zangu. Kule polini yale majini baada kuwa ameharibu nguvu za kile kijiji yalifurahi sana, yakaanza kujadiliana sana na kupata ufunguo, yakaondoka na kutokomea kwenda kuanza harakati zao za kutafuta ufunguo. Basi hali ilianza kutisha sana pale kijijini, mambo yakawa ya mpira. Basi kijana Kauzu baada ya kuona hali ile akasema sasa haya mazingira tena hayanifai. Inawezekana huyu DK ananiwinda ili aweze kuniua. Kwa hiyo hapa cha msingi hapa ni kuondoka na kurudi nyumbani ili nikajipange kujua namna gani ya kuweza kupambana naye. Haiwezekani aje kunitegea koti katika eneo langu na kuja kuwasha moto kwenye kibanda changu huku akiwa ananivizia bila mimi kumuona. Huyu inawezekana kabisa ananiwinda mahali popote, anaweza kanikamata akaweza kunifanyia mauaji. Basi kijana Kauzu akaondoka huku akiwa na hofu kubwa na wasiwasi mwingi. Basi tukirudi kule nyumbani, bwana Kauzu baada ya kufika nyumbani sasa alianza kuangalia huku na huku akiwa na wasiwasi mkubwa sana. Akakuta mawe kwenye nyumba yake yamevurugika, ikabidi aanze kupanga mawe vizuri na matofali. Akawa anajiuliza, huyu alikuja tena kuvuga mawe yangu au DK amenifuata mpaka nyumbani nini? Hebu ngoja nipange kidogo mawe yangu. Lakini alikuwa anapanga mawe hayo akiwa na wasiwasi mkubwa, huku hofu ikiwa imemtawala na umakini ukiwa wa hali ya juu sana, akiamini muda wote DK anaweza akaja na kumfanyia fujo. Kweli bwana DK akafika pale akiwa na uso wa mbuzi, akiwa na hasira kali, akisema leo sasa huyu nikimkamata atajuta kuzaliwa. Ghafla bwana Kauzu katika harakati zake akafanikiwa kumuona DK akiwa na muwinda, akaanza kukimbia na akamkimbiza, wakaanza kukimbizana mpaka akakimbia mpaka polini. Bwana Kauzu akatoka mbio kabisa huko, DK anamfuata kwa kasi kubwa sana huko akisema leo ni leo, lazima leo nikutoe roho yako. Mbio zikawapeleka mpaka akafika kabisa katikati ya msitu. Walivyoingia kwenye huo msitu ikawa kazi ya kwanza kutafutana. Bwana DK akawa anamtafuta Kauzu alikokimbilia ndani ya huo msitu bila kumuona. Bwana Kauzu naye akaanza kukimbia mbio ndani ya msitu ili aweze kujificha na kunusuru roho yake, lakini bado ikawa hali ni tete sana. Basi DK akanamfuatilia kwa kasi kubwa huku akisema kwamba leo lazima nimtie mkononi. Kauzu wakati anakimbia, ghafla mbele yake alikutana na vitu vya ajabu sana. Akakuta eneo limetengenezwa vizuri likiwa na vitambaa vyekundu na vyeupe kuonyesha kwamba pale kama sio wachawi basi kulikuwa na waganga wa kienyeji katika huo msitu. Basi Kauzu aliogopa sana. Baada ya kuona ile hali akaanza kurudi nyuma kwa kuogopa. Alivyoanza kurudi nyuma akatembea taratibu, ghafla akapigwa na mionzi mikali sana kutoka katika ile eneo ambalo limetengenezwa vitambaa vyekundu na vyeupe. Akaanza kumuumiza na kumpeka huku na huku. Maumivu makali sana alimpata mwilini, akaanza kutetemeka, mwili ukaishiwa nguvu, akaanza kuchoka, akawa hoi kweli kweli. Akatembea akiwa hajielewi, nguvu zote zimemwishia. Akawa anatembea taratibu kabisa, anataka kuanguka, anataka kwenda huku na huku na yumba. Mwisho wa siku akaishiwa nguvu kabisa, yani anza kuweza kutembea. Akasikia maumivu makali sana katika mwili wake kiasi kwamba yani akawa hoi bin taban. Alitembea katika kujikokota huko akitaka kukimbia, lakini uwezo wa kukimbia akawa hana, mwili wote ukalegea. Mwisho akajikuta ameanguka chini kabisa na kupata kizunguzungu kikali, akaanguka chini na kupoteza fahamu. Giza nene likatanda katika huo msitu. Maskini Kauzu hakuweza tena kujua kilichokuwa kinaendelea, na wala haikufahamika mara moja alikuwa bado ni mzima au amepoteza maisha.
Basi hali ile ilikuwa inatisha sana. Kijana DK aliendelea kumtafuta Kauzu akiwa katika hali ya hasira na akiwa amepania kabisa kwamba kimkamata lazima atamtoa roho. Basi alimtafuta kila mahali, lakini wakati huo Kauzu alikuwa bado amelala akiwa hajitambui. Basi kijana DK akaendelea kumtafuta, akamsaka huku na huku akiwa na nyata kabisa kumtafuta kichaka kwa kichaka, msitu kwa msitu, lakini hakuweza kumuona kijana Kauzu. Basi haukata tamaa, akaendelea kumtafuta ndani ya huo msitu akiamini kabisa atakuwa amejificha kwenye huo msitu. Basi DK aliendelea kumtafuta huku na huku akiamini kwamba lazima leo amtie mkononi. Haiwezekani kwa mambo yote alikuwa amemfanyia amwache akiwa mzima. Basi baada muda kupita, bado DK aliendelea kumtafuta ndani ya huo msitu, lakini hakuweza kubahatika kumuona. Basi huo msitu ulikuwa unatisha kweli kweli. Katika upande wa pili wa huo msitu kulikuwa na kitongoji kimoja ambacho kilikuwa kinakaliwa na wakazi wachache. Wakazi hao walikuwa wanajishughulisha na shughuli za kilimo pamoja na ufugaji pembeni kabisa mwa huo msitu. Kijana Kauzu baada ya kuwa amezimia kwa muda mrefu ndani ya ule msitu, alijikuta akiwa amelala nje ya nyumba moja, huku akionekana kijana mmoja akiwa katika harakati za kumtibu ili aweze kurejewa na fahamu zake. Basi yule kijana aliendelea kumtibu ili aweze kurudisha fahamu zake na kurejea katika hali ya kawaida. Ghafla yule kijana baada ya kumpekua kwenye mkono wake alishtuka sana baada ya kuona alama ya kutisha sana kwenye kiganja cha mkono wa bwana Kauzu. Basi yule kijana aliondoka ghafla na kuingia ndani huku akiwa amebeba zile dawa. Wakati huo kijana Kauzu mara fahamu zikaanza kumrejea taratibu, akaanza kujitingisha, akitingisha kiungo kimoja baada ya kingine, hatimaye akaweza kuamka na fahamu zikamrejea kabisa yani. Basi kijana Kauzu aliamua kukaa chini na kuanza kushangaa yale mazingira. Mbona mazingira haya ni mageni na hajawahi kufika hata siku moja? Basi yule kijana aliyemokota ambaye alikuwa anaitwa Pengo alifika naye ghafla na kumkuta akiwa amerejewa na fahamu zake. Kule nako upande wa majini, lile jini kubwa kabisa, jini Shalman, baada ya kuwa amepata nguvu, yalianza kuangaza kisha yakaiona njia kubwa kabisa inayoelekea kule ambapo kulikuwa na ufunguo wa kuzimu. Yeye na mwenzake jini Mahatul wakaanza safari kuelekea kule ambapo ufunguo wa kuzimu ilikuwa inaonekana kwamba imehifadhiwa. Basi wakaanza safari kuelekea kule msituni na kutembea. Basi yule kijana Pengo aliyekuwa amekota kijana Kauzu alianza kumhudumia taratibu kabisa na kumtuliza kijana Kauzu, kisha akakaa chini na kuanza kumueleza. Kijana Kauzu akaanza kuuliza, hapa niko sehemu gani? Mbona ni mazingira mageni na sipaelewi? Na wewe ni nani? Basi yule kijana Pengo akaanza kumsimulia kwamba wewe nilikokota msituni ukiwa umezimia, na katika kuzimia ulionekana kabisa ulikuwa umepatwa na jambo la kutisha sana. Basi mimi nikakokota na kuleta hapa katika mazingira haya ukiwa hujitambui. Mimi nimekusaidia sana na sidhani kama ungeweza kupona katika ule msitu. Hata hivyo na mimi mwenyewe nashangaa kukuona ukiwa katika hali ya uzima kabisa, maana hali ilikuwa inatisha sana. Kule polini jini Mhatuli pamoja na jini Shalman waliendelea kutazama njia ya kuweza kuwapeleka ulipo ufunguo wa kuzimu. Baada ya kuiona ile njia, basi walianza safari kuelekea pale ufunguo wa kuzimu ulipokuwa unaonekana umehifadhiwa. Basi walitembea wakiwa wanajiamini kabisa, wakiamini ataukuta ule ufunguo. Basi ile sehemu ambapo ilipoonekana ufunguo wa kuzimu ulikuwa umehifadhiwa, ilikuwa bado inaonekana imepambwa vizuri kabisa kwa vitambaa vyekundu na vyeupe, pale ambapo mahali alipokuwa ameangukia bwana Kauzu. Basi jini Mahatul na jini Shalman walifurahi sana baada ya kufika eneo. Basi kule upande wa Kauzu aliendelea kuuliza, hivi ilikuwaje mpaka nikaweza kuanguka katika ule msitu? Basi yule kijana Pengo leo mwokoa akamwambia kwamba mimi siwezi nikajua nini kilichokuta, lakini mimi nikuta ukiwa umezimia. Basi Kauzu akawa anamsimulia kwamba anachokikumbuka ni kwamba alikuwa anakimbizwa na kijana DK ambaye anataka kumuua, lakini akajikuta ameangukia katika ule msitu na kupoteza fahamu kabisa. Kule kwa upande wa majini, jini Mahatul na jini Shalman walifurahi sana kufika katika eneo lile ambapo ulikuwa unaonekana ufunguo wa kuzimu. Walifurahi wakasema sasa Malkia anaweza akatupandisha cheo baada ya kuwa tumempelekea ufunguo. Basi wakaanza kushauriana na kujadiliana namna gani ya kuweza kusogea sasa na kuchukua ule funguo. Kwa furaha na bashasha kubwa wakaona sasa watapandishwa cheo. Walianza kufurahia na kuchekelea sana na kusema sasa tumeupata baada ya kuwa tumehangaika kwa muda mrefu sana. Sasa ni wakati wa kuchukua ili tuweze kupandishwa cheo na Malkia kule ujijini kwetu. Basi Pengo akawa anamwambia Kauzu kwamba kwa kweli kupona kwake imekuwa ni bahati sana. Kisha akamsimulia kwamba katika mkono wake kuna alama moja ya ajabu sana. Hiyo alama ni alama ambayo inaonyesha kabisa huo ni ufunguo wa kuzimu. Na akajiuliza hiyo alama atakuwa ameipata wapi bwana Kauzu? Basi Kauzu mwenyewe alishtuka sana baada kusikia kwamba katika mkono wake kuna alama ambayo ina ufunguo wa kuzimu. Basi akaanza kuogopa na kujiuliza imekwaje? Basi kule kwa upande wa majini, yale majini yaliendelea kufurahia jinsi ya kuweza kupata ufunguo.
Basi akasema hapa tayari ufunguo tumeshaupata, cha msingi ni kwenda kuchukua. Ghafla wakati anataka kuchukua ikatokea hatari kubwa sana. Basi Kauzu alishtuka sana baada ya kusikia kwamba mkono wake una alama ya kuzimu. Akajiuliza, hivi hiyo alama imefikafikaje pale katika mkono wake? Na yeye ni nani mpaka awekee alama ya kuzimu katika ule ufunguo? Basi Pengo kwa sababu ni mganga akaweza kumwambia kwamba inawezekana kabisa mizimu imemchagua yeye kuweza kuutunza huo ufunguo. Basi ngoja yeye akachukue dawa ili akaweze kumsaidia. Basi kwa upande wa wale majini walipotaka kuchukua ile alama ya ufunguo, ghafla ulitokea uzio mkubwa sana wa kijini na kuwazuia. Basi Kauzu aliendelea kujiuliza maswali mengi sana. Kisha ule mganga Pengo amevaa nguo za kiuganga kwa ajili ya kwenda kumsaidia bwana Kauzu ili aweze kujua kabisa namna gani ya kuweza kutumia huo ufunguo wa kuzimu na kuweza kupata nguvu za ajabu za kupambana na wale majini ambayo yamekuja kutafuta huo ufunguo wa kuzimu. Basi yale majini yalianza kupiga kelele kwa mshtuko mkubwa na hofu kubwa baada ya kugundua kwamba ile eneo kumbe lilikuwa na ulinzi mkali sana ambao wao hawakugundua mapema. Basi kulikuwa na sauti za ajabu sana za kutisha zikaanza kuambia kwamba sasa hapo hayo majini hawezi kutoka tena, labda mmoja wapo aweze kutolewa kafara na afe ili mmoja aweze kutoka. Basi yale majini yaliogopa sana. Basi kule upande wa Pengo na ule kijana Kauzu walielekea katika mti mkubwa sana kwa ajili ya kufanya maombi na matambiko ili kijana Kauzu aweze kupata nguvu nyingine za kumsaidia kuweza kugundua nguvu alionayo juu ya ule ufunguo wa kuzimu ili aweze kwenda kupambana na wale majini hatari sana ambao walikuwa wanataka kusumbua kile kijiji na kuchukua huo ufunguo wa kuzimu. Basi yale majini yalianza kuogopa sana na kushtuka baada ya kusikia kwamba mmoja wapo anatakiwa kufa ili mmoja apone. Jini Mahatul Shankar yeye akasema basi yuko tayari kujitoa sadaka ili afe, huku mwenzake akikataa. Basi pale pale ikatokea radi kubwa sana na tetemeko la kutisha na hali ya kutisha zaidi, kisha ikamlamba Jini Mahatul na kuanguka chini na kupoteza maisha pale pale, kitendo ambacho kilimfanya Jini Shalman yashtuke sana na kuanza kulia na kupiga kelele baada ya kuona mwenzao tayari amepoteza maisha na kwenda kuliwa na mizimu. Basi alipiga kelele sana, akapiga ukunga kwa sauti kubwa sana na uchungu mwingi, akaanza kulia na kupiga kelele katika ule msitu mzima kiasi kwamba hali ya eneo lile ikawa inatisha zaidi. Akalia sana na kusema, haiwezekani mwenzangu aweze kutolewa kafara na kuuawa katika ile eneo. Wote tulikuwa pamoja tunapambania kupata ufunguo wa kuzimu. Haiwezekani mwenzetu aweze kuuawa. Akawa na hasira na uchungu mkubwa sana. Yaani hasira alikuwa nayo ilikuwa haimithiliki. Akapiga kelele na kuzunguka huku na huku, mwisho akapotea piu. Baada ya kufika kwenye ule mti mkubwa, basi mganga Pengo pamoja na Kauzu walianza kufanya maandalizi ya kufanya tambiko kubwa kabisa. Mganga Pengo akamchukua Kauzu na kuanza kumwekea dawa na kumfanyia tambiko kubwa kabisa. Akamkabidhi kibuyu kimoja kikubwa sana kwenye mkono wake na kingine akaanza kumfanyia tambiko na kumzungusha. Kule msituni, ghafla Jini Shalman akatua katika maeneo ambapo alipokuwa bwana DK. Na DK bila kuwa na hili wala lile, ghafla akashtuka nyuma yake kuna mtu ametokea na kumshika. Basi kule upande wa Kauzu bwana Pengo aliendelea kumfanyia matambiko ya hali ya juu sana ili kumpa nguvu kubwa zitakazomwezesha kupambana na wale majini hatari sana ambao wamekuwa wamevamia hapo kijijini. Basi alifanya tambiko kubwa sana ambalo lilionyesha mafanikio makubwa. Basi kule msituni DK bila kujua kwamba anazungumza na jini hatari sana alianza kulikoromea na kulitukana, kumwambia, "We nani unanigusa bila kunitaarifu na umetokea wapi?" Basi ile jini bila kupoteza muda lilianza kumfanyia mambo ya kutisha sana bwana DK, likamkaba na kuanza kumnyonga ili kumwangamiza kabisa. Maskini DK akauawa pale pale na huo ukawa ndo mwisho wake. Kule nako mganga Pengo pamoja na Kauzu waliendelea kufanya tambiko kubwa sana kwa ajili ya kupata nguvu za kumfanya Kauzu awe na nguvu kubwa sana za kuweza kupambana na wale majini hatari. Basi mganga Pengo akaweka dawa zake chini na juu huko akiomba mizimu. Basi Jini Shalman baada ya kumwangamiza alipiga kelele kwa hasira kali sana, akaendelea kupiga kelele kwa kali sana, kisha kaondoka kwa hasira na kwenda kutafuta ufunguo mahali ambapo ulipokuwa. Basi bwana Pengo pamoja na Kauzu waliendelea kufanya matambiko makubwa sana. Basi ikatokea hali ya ajabu ikamwingia bwana Kauzu. Pale ndio ikaonekana kweli zile nguvu za ajabu zimeweza kumwingia na atakuwa na uwezo mkubwa sana kupambana na wale majini hatari. Basi baada ya kumaliza tambiko, bwana Kauzu akawa katika kutembea tembea ndani ya ule msitu. Basi alivyokuwa akitembea tembea, alifika mahali akahisi kwamba kuna kitu kinamnyemelea katika hali ambayo haikuwa ya kawaida. Basi bwana Kauzu akaona hapa kuna shida kubwa sana. Kwa sababu alikuwa na nguvu za ajabu, ikabidi aite ndege wake wa ajabu kabisa, ndege wa kutisha,
aje kama usafiri wake aweze kutoka katika ile eneo. Ghafla akatokea Jini Shalman akiwa na hasira kali sana kwa ajili ya kuja kupambana na Kauzu ili aweze kumnyang'anya ile funguo ya kuzimu. Basi Kauzu akiwa amepanda juu ya ule ndege yake ya ajabu, alianza kupaa juu angani na kwenda kupambana kabisa na Jini Shalman. Wakati huo Jini Shalman alikuwa akiunguruma akimwangalia Kauzu wanavyokuja, huku akiwa amejiandaa kabisa kwa ajili ya kupambana naye na kuhakikisha anachukua ufunguo wa ule kuzimu na kurudisha katika himaya ya majini. Basi Kauzu alitua na ule ndege wake, kisha ule ndege akaondoka na Kauzu akasimama pale akiwa nimejiamini kabisa kwa ajili ya kupambana na Jini Shalman. Mpambano mkali kabisa ukaanza, huku kila mmoja akimtupia mwenzake makombora ya kutisha sana. Mara ghafla kombora moja nikampata Kauzu, Kauzu kaanguka chini kama furushi la mahindi. Basi Kauzu akiwa pale chini akaona hapa sasa nikizubaa na kufa hapa. Jini Shalman akawa anapiga kelele kwa furaha kubwa sana huku akishangilia. Ghafla Kauzu akaamka na nguvu za ajabu sana na kumvaa Jini Shalman. Jini Shalman na akatoka na nguvu za hatari sana. Wakaanza tena kuanza kupambana upya kabisa, mpambano mkali. Jini Shalman akampiga kibao cha nguvu Kauzu kilichompeleka mpaka chini. Hali ilianza kuwa tete sana kwa bwana Kauzu kiasi kwamba alionekana kabisa ameanza kulegea na kupoteza nguvu. Basi Jini Shalman akawa na mkaba na kumwangusha chini huku akimpiga mapigo makali sana. Basi Kauzu akaanza kuogopa na kupoteza nguvu kabisa. Jini Shalman akawa anashangilia ushindi kabisa akiamini kwamba Kauzu. Basi pale Kauzu akaanza kuomba mizimu yake muongezee nguvu za kuweza kupambana na Jini Shalman, jina ambalo lilikuwa linaonekana na nguvu za kutisha sana kumzidi yeye. Ghafla mizimu ikajibu maombi, ikatuma radi za kutisha sana na mingurumo ya hapa na pale, kisha ikamwangamiza kabisa moja kwa moja Jini Shalman. Basi baada ya Jini Shalman kuwa ameangamia kabisa, basi Kauzu aliamka akaanza kujifuta vumbi lake, kisha akaangalia huku na huku na kugundua kabisa kwamba Jini Shalman ameshateketezwa na mizimu yao. Basi Kauzu alifurahi sana, akajisafisha pale alipokuwa, akajua tayari kijiji kimekombolewa. Sasa ukombozi umepatikana katika kijiji baada kuwa Jini Shalman ameteketezwa na kuangamizwa na mizimu kabisa. Na ilikuwa kidogo tu aweze kupoteza maisha baada kuwa amezidiwa nguvu na ile Jini Shalman. Basi Kauzu akaondoka kwa furaha kubwa sana, huku akishukuru mizimu yake kwa kuweza kumsaidia kuweza kupambana na Jini Shalman. Basi kuanzia hapo kijiji kiko salama kabisa na watu wakaendelea kuishi kwa amani na furaha kubwa.